sijapokea taarifa yoyote kutoka kwenye chama au kutoka kwa mwakilishi wa chama ambaye ametumwa labda kunipa barua. Iwe ni barua ambayo inanituhumu, iwe ni barua ya kuvuliwa wanachama, sijapata barua yoyote. Kwa hiyo taarifa zinazosambazwa huko, hizo ni taarifa ambazo nimeziona kama waandishi ninyi mmeziona. Chama chetu kina utaratibu kwa mujibu wa katiba. Kama kuna mtu anatuhumiwa jambo lolote, kwa katiba imeweka bayana namna ya kushughulikia hatua za nidhamu na maadili ya viongozi pamoja na wanachama. Kama mtu yeyote awe kiongozi au awe ni mwanachama, kama anatuhumiwa kwa jambo lolote lile, atajulishwa na mamlaka husika kwa njia ya barua. Na tuhuma hizo ataletewa, yani ataletewa barua ikiambatana na tuhuma nazo tuhumiwa nazo, na baadaye atapewa haki ya kusikilizwa, ambayo ni haki ya msingi duniani, haki ya kusikilizwa. Alafu baada ya kupewa hizo haki ya kusikilizwa, utapaswa kujibu ndani ya siku 14, na baadaye utaitwa kwenye mbele ya kikao baada ya kujibu ili kujibu hiyo barua imetoka kwenye chanzo gani, inania gani. Kwa sababu mimi ni mwanasiasa, na jambo lolote au taarifa yoyote ambayo ina taarifa zangu ambayo inasambaa, ambayo inaniletea, inajenga taharuki kwa jamii inayoniamini, wananchi wanaoniamini, maana yake kwamba unaleta taharuki kwa Odero mwenyewe, kwa watoto wa Odero, wazazi wa Odero, ndugu zake, marafiki, jamaa na wanachama na watu ambao wameniamini kwa sababu mimi bado nimegombea wenyekiti wa Chadema Taifa, na bado nina ndoto kwamba kwenye uchaguzi ujao ninagombea, na bado nina ndoto nyingi za kutimiza. Kama nina ndoto labda nitakuwa mbunge siku moja, nitagombea urais. Kwa hiyo maana yake kwamba ninapoona taarifa yoyote ambayo inazua taharuki, lazima nichukue hatua zinazostahili katika mamlaka husika.